أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلوم شريفة الدارين آمين. Tunaendelea na sura An-Nur. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayaquluna, na wanasema hao wanafika, amanna billahi, kwa sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu, wa birrasuli, na tumemwamini mtume, wa ata'na, na tumewatii kwa yale wanayotuhukumia. Thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika, kisha wanapuuza kundi katika wao, wama ulaika bilmu'minin, hawakuwa hao ambao wanapuuza hawakuwa ni wenye kuamini. Wa idha du'u ila Allah, aya hizi ni pale ambapo walikuwa baadhi ya wanafiki, ikiwa baina yao na baina ya mtu kuna ugomvi kuhusiana na jambo, ikiwa yeye ana haki, basi pale ambapo wanaahidiana twende kwa mtume akatuhukumu, wanakwenda. Lakini ikiwa wao wenyewe ndio wenye makosa, basi wakiitwa waje kuhukumiwa hawaji. Kwa hiyo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idha du'u ila Allahi wa rasuli, na wanapolinganiwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili hukumu baina yao, idha fariqun minhum mu'ridun, kuna kundi katika wao hawataki, wanakataa. Wa in yakun lahumul haqq, ama ikiwa wao ndio wenye haki, ya'tu ilayhi mud'inina, wanakuja hali ya kunyenyekea tena kwa haraka. Afi qulubihim maradun, Mwenyezi Mungu anauliza, je, katika mioyo yao kuna ukafiri? Am yartabu, au wanashaka katika utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Am yakhafuna an yahifa Allahu alayhi wa rasuluhu, au wanachelea kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake watawadhulumu? Bal, hapana, ulaika humu dhalimun, bali hapana, hakika wao ndio wenye kudhulumu, ni madhalimu hao kwa kukataa. Innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi, hakika yalikuwa majibu ya wale waumini wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili awahukumie, an yaqulu, wakisema sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Wa ulaika, na hao, humul muflihun, ndio waliofaulu. Wa man yuti'i llaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa yakhsha Allaha, na akamwogopa Mwenyezi Mungu, wa yattaqi, na akamcha Mwenyezi Mungu kwa kumtii, fa ulaika humul faizun, basi hakika hao ndio waliofaulu kupata pepo. Wa aqsamu billahi jahda imani, na wakala viapo ya mwisho, kula kiapo kwao, la in amartahum, ikiwa utawaamrisha kutoka kwenye jihadi, la yakhrujunna, kwa wako tayari na sisi tutatoka. Qul, anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie, la tuqsimu, msiape, kwani ta'atun ma'rufatun, kutii wema au amri ya mtume ni bora zaidi. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, khabirun, ni mwenye habari, bima ta'malun, kwa yale mnayofanya. Qul, waambie, ati'u Allaha, mtiini Mwenyezi Mungu, wa ati'u rasul, na mumtii mtume. Fa in tawallaw, ikiwa watakanusha kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, fa inna ma alayhi ma humila, basi hakika huyo mtume kinachompasa yeye ni kile alichobebeshwa cha kufikisha. Wa alaykum, na juu yenu nyie, ma humiltum, yale mliolazimishwa kumtii. Wa in tuti'uhu, na ikiwa mtamtii, tahtadu, mtaongoka. Wama ala rasuli, na haikuwa kwa mtume, illa albalaghul mubin, ila kufikisha kulikokuwa wazi, kuweka wazi. Ye kazi yake mtume ni kufikisha. Mtume si kazi yake kutusimamia sisi akakaa juu yetu kwa umeswali hujaswali la, kazi yake kufikisha. Na ndio maana kazi ya da'wa ni kufikisha,
Si lazima kwa yule mtu anayetoa da'wa akahakikisha kile anachokisema watu wanakifanyia kazi. La, yeye kazi yake kufikisha tu. Unapopata nafasi ya kukumbusha watu, wakumbushie jamani, sala tusiache sala, jamani zaka tusiache zaka, jamani funga, wakumbushe tu. Wamefanya hawajafanya ni baina yao na Mola wao. Kazi yako wewe ni balagha, kufikisha tu. Mtume amesema balighu anni walau aya, nifikishieni kwa niaba yangu walau aya moja, walau masala moja, walau jambo moja. Hakuna ushindani, hakuna jambo lolote. Anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, hakika amewaahidi Mwenyezi Mungu wale walioamini katika nyie, wa amilu salihat, na waliotenda mema, la yastakhlifannahum fil ardi, hakika atawabakisha wao hapa badali ya makafiri ardhini, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyokuwa amewaweka makhalifa, aliwaweka badali wale kabla yao. Banu Israili waliwekwa badali ya wale waliokuwa watu waovu, wakabakishwa Banu Israili waovu wote wakaangamizwa, ikiwemo wakati wa Nabii Allah Musa. Wale waliokuwa na Firauni wakaangamizwa, wakabaki Musa na Banu Israili. Waliyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinishia, maana yake atawakunjulia ile dini, itafika na itabakia dini yao ambayo ikairidhia Mwenyezi Mungu. Wala yubdilannahum, na hakika atawabadilishia, atawageuzia, min ba'di khawfihim, baada ya hofu yao kutokana na makafiri, amna, amani. Na Mwenyezi Mungu ametimiza hilo. Ya'budunani, hakika wananiabudu. Mwenyezi Mungu anawasifu wa watu, anasema ya'budunani, wananiabudu, la yushrikuna bi shay'a, hawanishirikishi mie kitu. Waman kafara ba'da dhalika, na mwenye kufuru baada ya kupewa neema zote hizo, fa ulaika humul fasiqun, basi hawa watakuwa ni wale waliofanya uovu. Na hapa wafasiri wanasema waliokufuru baada ya kupewa neema zote hizi ni wale ambao walioanza kumua Nabii Saidina Uthman. Saidina Uthman ibn Affan ndio khalifa wa tatu katika makhalifa wanne, ambaye yeye ameshika ukhalifa baada ya Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na amekaa katika ukhalifa miaka 12. Wakatokea watu baada ya kufanya vitimbi vingi, maana kisa chake ni kirefu, lakini kwa kufupisha tu kufahamu tarehe. Na hii ni katika ila zetu sisi, hatusomi tarehe. Tunapenda kusikia visa lakini hatusomi, na tarehe haitakiwi kusikia. Tarehe unatakiwa uisome ndani ya vitabu vile vilivyoelezwa. Kwa Saidina Uthmani ilifikia wakati wakatokea watu ambao walikuwa ni kundi la Abdullah ibn Saba, ambaye huyu bwana alikuwa ni Yahudi wala si Muislamu. Alikuwa akijidai kuwa ni Muislamu, anakaa na Waislamu, lakini kumbe alikuwa na vitimbi vyake kuharibu Uislamu. Kwa hiyo akapanga yeye njama na akawatilia fitna, kama sasa hivi katika ulimwengu wa sasa tunayaona haya mambo. Panakuwepo mji, pana mtawala wake, watu wanaishi vizuri, wanatokea watu wa nje, kwa vile wanaona pale pahala bwana pana mambo mazuri, kuna neema nzuri pako nini, wanakuja wanatia fitna kwa wale raia. Kwa bwana, huyu kiongozi wenu msimuone hivi bwana, huyu anafanya hivi, anafanya hivi, anakuibieni, anafanya. Sasa wale na hamasa zinawapanda, na wao wanaingia katika mkumbo, mwisho wa siku anampindua yule rais au wanamua. Kwa hiyo Saidina Uthman alifanywa hayo. Wakatokea watu ambao si Waislamu, wakatia fitna kwa Waislamu, bwana haiwezekani. Huyo Uthman ibn Affan anawapa uongozi watu wake, anawatanguliza watu wake, hafanyi hivi, hafanyi hivi, mtume akufanya hivi, si hivi hivi, mambo mengi ambayo wakajaza fitna. Mwisho kabisa wakatafuta njama, kila namna ya njama, wakaruka kupitia nyumba ya pili, wakaingia nyumbani kwake, wakamuua Saidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kwa hapa mfasiri anaeleza kwa aya hii wa mwanzo ambao waliokufuru baada ya kuwa Mwenyezi Mungu awaneemesha ni hao waliomuua Saidina Uthman, na ikawa kuanzia pale ndo katika Uislamu ikawa fitna ya Waislamu kwa Waislamu kupigana mpaka leo. Mpaka hivi leo Waislamu wenyewe kwa wenyewe wanapigana kuanzia huko
Afikiria ni miaka, tena miaka mingi sana. Sisi tumefahamiana. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka mwaka wa 10 Hijri. Saidina Abubakar amekaa miaka miwili, 12 hiyo. Ongeza 10 ya Saidina Umar, 22. Ongeza 12 ngapi hiyo? 22 na 12 30. Sasa wewe fikiria kuanzia mwaka 36 au mwaka 35 ndio mwaka aliokufa Saidina Uthmani. Sasa hivi ni mwaka 1446. Ukitoa 36 au 35 inabaki 1410. Wewe fikiria kwa tukio moja mpaka leo Waislamu wanagombana, ni miaka 1410. Waislamu wanapigana, Waislamu wanagombana. Yote ni fitna iliyoanza wakati ule. Haya. Anasema waqimu salata, nasimamisheni sala, wa atu zakata, anatoeni zaka, wa ati'u rasula, na mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, ili mupate kuhurumiwa. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh, msidhanie wale waliokufuru ni wenye kutushinda hapa ardhini. Maana yake ikawa hatuwezi kuadhibu. Mwenyezi Mungu anasema wa ma'wahum, na hali ya kuwa marejeo yao annar, ni moto, wala bi'sal masir, na hakika ni mafikio au marejeo mabaya yaliyo. Ya ayyuhalladhina amanu, hii sasa ni masala mingine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimtuma kijana anaitwa Mudlij bin Amr, alimtuma kwa Saidina Umar aende akamuite. Alipofika kule akamkuta Saidina Umar kalala na mlango kafunga. Kwa hiyo akagonga mlango, akaita, akainuka Saidina Umar akafungua. Saidina Umar alipoinuka, nguo yake kidogo ikafunguka, ikaonekana sehemu katika mwili wake. Saidina Umar akasema, natamani kwa Mwenyezi Mungu angezuia hawa watoto wetu au wanawake zetu au mahadimu wetu wakawa wanaingia kwetu bila ya kutaka idhini. Kwa hiyo baadaye akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakuta hizi aya zishateremshwa. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum, wakutakeni ruhusa wale ambao mnawamiliki watumwa, walladhina lam yablughu alhuluma minkum, na wale ambao hawakufikia kubaligh, watoto. 3 maratin, mara 3, maana katika nyakati 3. Min qabli salati alfajr, kabla sala alfajiri, kwa sababu ni muda ule mtu amelala anainuka. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, na ule muda wa dhuhuri. Wa min ba'di salati al-isha, na baada ya sala ya isha, kwa sababu mtu anajiandaa kulala. 3 awratin lakum, hizi ni nyakati 3 ambazo mara nyingi na kwa mtu ni wakati wa kubadilisha nguo. Ni kawaida binadamu wakati wa kulala unavaa nguo nyingine, na ukiamka unavaa nguo nyingine, na ukilala tena unavaa nyingine. Kwa hiyo anasema hizi nyakati 3 kwa hawa waliokuwa ni watumwa na watoto wadogo waombe ruhusa. Ama watu wazima, nyakati zote wanatakiwa waombe ruhusa. Mfahamiana sio? Nyakati zote uombe ruhusa, sio uingie tu. Laisa alaikum wala alaihim, haitokuwa kwenu nyie wala kwao, junahun, tatizo, baadahunna, baada ya nyakati hizo 3 wanaruhusiwa kuingia wakati wote. Tawafuna alaikum, wanakupitieni kukuhudumikieni, ba'dhukum ala ba'd, baadhi juu ya baadhi. Kadhalika, hivyo ndivyo, yubayinu Allahu lakum alayati, anakubainisheni Mwenyezi Mungu aya, hukumu. Wallahu alimun hakim, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi na ndiye mwenye hikma. Wa idha balagha al-atfalu minkum, na watakapofika watoto katika nyie waliokuwa waungwana, wakifika alhuluma, umri wa kubaligh, falyasta'dhinu, basi watake ruhusa nyakati zote, kama sta'dhana alladhina min qablihim, kama walivyokuwa wanataka ruhusa watu wazima. Kadhalika, hivyo ndivyo, yubayinu Allah lakum ayati, Mwenyezi Mungu anakubainishieni hukumu zake. Wallahu alimun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Walqawaidu minan nisa'i, na wale wanawake walikuwa watu wazima wamekaa tu, hawapati tena hedhi, hawapati tena watoto,
allati la yarjuna nikahan, ambao hawataraji kuolewa tena, falaysa alayhinna junahun, basi hamna tatizo kwao, an yadhana thiyabahunna, kuondosha baadhi ya nguo zao, manake kukaa kichwa wazi, kuto kujiwekea kitambaa, ndio watu wazima, washakuwa watu wazima tena. Ghaira mutabarrijatin, lakini sio kwa kudhihirisha, bizinatin, yale mapambo yao, wa yasta'fifna, na ni bora wakaendelea kujistiri hata kama washafikia hali hiyo. Khairun lahunna, ni bora kwao. Wallahu samiun alim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mnayoyasema. Alimun, ni mjuzi kwa yale yaliyokuwa ndani ya mioyo yenu. Wallahu a'lam. Thani, tunaingia masala ya somo. Tuko katika masala ya kutumia pampu zile kwa wale wenye pumu. Alqaulu thani, isti'malu bakhakhi rabwi, kutumia ile pampu ya pumu, istinshaqan, kwa kuivuta, la yuftir, ifunguzi. Akhadhat bihadha alqawl allujnatu daima lilbuhuth alilmiya bisaudiya wa Sheikh Usama Alqallawi ala tafsil indahu, wa'allalu, na wametolea sababu adam alfitri, kuto kufunguza, liannahu laysa fi hukmi alakli wa shurb, kwa sababu haipo katika hukumu ya kula na kunywa, biwaji min alwujuh, kwa namna utakapoitizama. Wa'allalahu Alqalawi lianna ad-dawa alladhi yadkhulu min albakhakh, wa hii dawa ambayo inaingia kwa ile pampu ile, ila ri'atayn, inaingia katika mapafu, mubasharatan duna almururi bilhanjarat, bila kupita hapa katika hii, walhalq, falam takun ri'a, haikuwa hizo mapafu, hiyo mishipa, musila lilmaida bi ayi hali, ambayo inafika tumboni. Walakin fi qawlihi hadha nadhar, lakini katika kauli yake hii pana jambo hapa nataka kuangaliwa zaidi. Fa inna ri'atu tu'addu min aljawf, kwani hiyo mapafu pia yanakusudiwa katika jawf, liannaha fi sadri, kwa sababu yako katika kifua. Walaysa alfitru faqat ma wasala lilmaida, na sio kama kitu kinafunguza kwa kufika tumboni. Thumma wadaa Alkhalawi sualan, kisha akaweka suala huyu bwana Khalawi, bi anna almarid, kuwa mgonjwa, indama yastanshiqu alaqar, anaponusa dawa, fa innahu qad tadkhulu kimiyatun dhaila jidda ila almar'a, huwa inaweza kitu kikubwa kikaingia katika mapafu. Fahal yusabbibu dhalika bifitrihi, je, itasababisha na kufunguza? Wa ajaba, na akajibu, bi anna law tayaqanna min dhalika, lau tukiwa tuna yaqini, la jazimna bitafsiri, tutakata kwa kusema tafunguza. Wa amma inna dhalika ghairu mundabit fala yuqad, ama ikiwa hatuna uhakika, basi hapo haichukuliwi hiyo hukumu. Wa aqulu, walakin fuqahauna sada shafi'iyya fi ba'd almasaili, katika baadhi ya masala, allati yadarru as-saimu ilayha, ambayo inakuwa ni dharura kwa aliyefunga, qalu bil'afwi, wamesema kusamehewa, an dukhuli shay'in li jawfi, kuingia kitu katika jawf. Wa min amthilatiha ma dhakarahu al-imam Zakaria al-Ansari rahimahullah, faqala walau kharajat maq'adatu al-mabsur, na lau kitoka kile kinyama cha mtu mwenye bawasiri, thumma aadat, kisha ikarudi, lam yuftir, hafunguli. Wa kadha in aadaha ala al-asah, na vile vile ikiwa atakirejesha mwenyewe, liidtirari ilayhi, kwa sababu ni dharura. Kama la yubtilu tuhru almustahadha bi khuruji dam, kama ilivyokuwa haifunguzi, haibatilishi somu kwa kujitahirisha mwanamke mwenye istihadha pale anapotoka damu. Dhakarahu al-Baghawi wal Khawarizmi, wa yuwajjihu aidan bi annahu karriq, ni mfano wa mate, idha ibtala'ahu, ikiwa atayameza, baada infisalihi ani al-fam wal lisan, baada ya kuwa ishatokeza, ishapitiliza kwenye ulimi na mdomo. Mara nyingi mate anafika mpaka huko, tunarejesha, amna neno. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله بعد ذكر لمسألة المبسور، واستدل له بأدلة، ناكتولي دليل ودليل nyingi، رفع الحرج، هو hakuna neno عن الأمة، والقياس، ناكتولي قياس على العفو، kusamehewa عما مر يلopita في شروط الصلاة، katika sharti za sala. وقال العلامة عبد الرحمن المشهور رحمه الله فائدة، ابتلى بوجع في أذنه، amepata mtihani wa kuwa na maumivu katika sikio, la yuhtamalu ma'ahu sukun, hawezi kutulizana kwa maumivu hayo, illa biwad'i dawa'in yasta'milu
ila kwa kutia dawa ambayo ataitumia fi duhni, ni kwa mafuta au qutni au pamba. Watahaqqaqa at-takhfif, na ikapatika yaqini akitumia dawa itatulizana, au zawali al-alam, au itaondoka kabisa maumivu. Biana arafa min nafsi, kawa anajua yeye mwenyewe kashawahi kutumia, au akhbarahu tabibun, au kapewa habari na daktari. Jaza dhalika, itafaa. Wa sahha sawmuhu, na itasihi funga yake lidharura. Intaha fatawa Bahuwairi. Fahal yumkin naj'al mas'alatana min jumlati ma yadtaru ilayhi marda rabb, je, inamkinika tukajalia na sisi masala yetu haya sawa sawa na wale ambao wenye dharura? Wa hum fi hajatin wa mashaqqatin la tutaqna, hali ya kuwa katika mahitaji na uzito ambao hawawezi. Fanurakhis lahum istikhdamu, tukawapa ruksa kutumia. Wa nusahiha sawmahum, na tukasema saumu zao ziko sawa. Wala na'murahum bilqada, wala tusiwaamrisha kulipa. Wa binadhari ila qawaid shar'iyya, na kutizama misingi ya kisheria, fi raf'i alharaj, katika kuondosha uzito, la ta'bahu, ambaye haikataliki. Wal ihtiyatu la yakhfa, lakini kutoka na shaka haifichiki. Fadluhu, fadila zake, liman istataa, kwa mwenye kuweza. Ikiwa unaweza ukajizuia mpaka wakati wa kufuturu, bora. Haiwezekani, ndo dharura, pumu imekubana, huna jinsi, piga dawa yako, endelea na saumu. Wallahu a'lam. تمنعنا عن العلم بمانع ولا تقطعنا عنه بقاطع. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع ذي القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وأخلاق يا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون، واقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صعب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، وجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.